Wapenzi watazamaji wa YouTube zetu za Kiislamu zenye kutoa mafundisho sahihi kabisa, mafundisho mbalimbali. Mnapata mawaidha umo, mnapata mada tiba za kisuna, lakini pia mnapata habari moto kutoka katika jamii yetu ya Kiislamu ndani ya nchi na nje ya nchi. Leo tutatoa faida kubwa sana, na faida ambayo tunayo ni faida ya kila mwanadamu. Mwenyezi Mungu alipotuumba ametuumba katika umbile lililokuwa bora kabisa, lakini mwanadamu huyu ambaye ameumbwa katika umbile lililokuwa bora, kisha Mwenyezi Mungu akamjaza na maradhi ambayo ndani yake yana shifau, bimaana unaweza ukaponya, ukapata ponyo, ama usipate ponyo. Bimaana usipate ponyo, unaweza ukaingia katika utofauti mkubwa kwamba unaweza ukafa. Lakini ndugu zangu, dunia inakabiliwa na maradhi mengi sana. Dunia inakabiliwa na maradhi mengi sana. Dunia, maradhi makubwa kabisa ambayo yanaikabili dunia leo hii ni maradhi ya kisukari, lakini pia maradhi ya kansa, lakini pia maradhi ya presha ya kupanda na kushuka, lakini pia maradhi ya HIV. Bimaana tunasema kwamba ukimwi ama ukosefu wa kinga katika mwili wa mwanadamu. Sasa kwa haraka leo Sharif Majini International anakuletea faida ambayo faida hii ni faida ya mmea ambao mmea huu unaitwa Auraku Musa. Unaitwa Auraku Musa, au kwa Kiarabu tunaweza tukasema ghar, yani bimaana al-ghar. Ghar ni mmea ambao mmea huu kwa Kiswahili tunasema ni mmea wa Nabii Allahi Musa alayhi salatu wassalam, ndivyo unavyoitwa, ambao huu tunasema ghar, bimaana mmea. Na mmea huu kwa haraka wewe ambaye popote ulipo, kama una mtandao wa Google, unaweza ukaugugo, ukaingia ukaandika Bay Raur. Mmea huu unaweza ukakamata majini katika nyumba yako, majini yanayotembea usiku, unaweza ukayakamata. Mmea huu unaweza ukafukuza wachawi wanaotembea katika nyumba yako. Lakini mmea huu unaweza ukatibu vidonda vya tumbo kwa siku 5. Lakini mmea huu unaweza ukatibu sukari kwa siku chache mno. Lakini mmea huu unaweza ukatibu maradhi ya presha ya kupanda na kushuka. Unaweza ukatibu maradhi yanayosababisha mtu kuto kupata uzazi. Tunaposema uzazi ni swala kubwa, bimaana ya mimba. Wanawake wengi wanataabika. Mmea mimi nimeugugu katika simu yangu hapa, unaweza ukauona vizuri. Ghar ambao ni mmea Auraku Musa, unaitwa Auraku Musa, ni mti wa Nabii Allahi Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kitu tunachokizungumzia ni kitu ambacho kipo kigugo. Ingia, ukishaingia, wenzetu wazungu mnapenda mambo ya kisasa, na bahati nzuri mmea wetu ndio huu. Mmea wetu ndio huu, wenye miujiza, wenye maajabu, wenye kutibu vidonda vya tumbo siku 5, wenye kutibu sukari ndani ya wiki 2. Ukiutafuna tu, kwa sababu tumefunga mwezi wa Ramadhani, utaona mabadiliko yake. Lakini mmea huu unaweza ukautumia katika namna 2. Nataka nikuelekeze, unaweza ukautumia katika namna 2. Kuna ambao umekauka, ndio huu hapa. Huu uliokauka unaweza ukautumia katika kuusaga. Ukishausaga unga wake ukatumia katika kuchoma. Mtu yoyote, binadamu yoyote mwenye kupandisha majini akajifusha au mkamfusha mmea huu,
yale majini yanatoka kwa nusu sekunde, wala una haja ya kusoma ruqya. Ruqya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni Qur'ani. Yako majini ambayo wameisikia Qur'ani na ambao aba wastakbar, wakakadhibisha na wakakataa. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi, ambao wako waliamini na wako walioikataa. Sawa sawa na Ibilisi. Ushawahi kumuona binadamu Ibilisi anaswali au ameacha kuswali lakini analewa, na anapolewa anajua kusoma aya za Qur'ani. Huyu tunasema ni muovu. Sasa hawa majini waovu. Mmea huu auraku Musa ghar beiraun, mti wa maajabu, mti wenye kukamata majini yote. Nyumba yako watoto hawalali, nyumba yako ina misukosuko, nyumba yako inapiganishwa, vitu vinatembea juu. Tumia mmea huu wa ajabu. Mmea huu unasagwa, ukishasagwa unga wake unachoma katika nyumba yako na madirisha ukiwa umefunga, tunaweka pembeni. Lakini pia kuna mti uopa ambao umeshaanza kukauka kidogo. Yote ni mti mmoja ambao ghar auraku Musa, na huu upo wa kutosha, umepandwa kama mnavyoona miti mingine. Mti huu ni wa maajabu sana. Unaweza pia ukautumia mti huu katika swala zima la uzazi. Mtu anaweza katafuna majani haya takriban 5 kwa mwanamke, na baada ya kutafuna majani haya 5 ukasoma bismillahi mara 91, ndani ya mwezi mmoja, mwezi unaokuja utaona mabadiliko. Na usipoona mabadiliko, niite mimi muongo. Kila jambo Mwenyezi Mungu ndio analoliwezesha. Hii ni miti ambayo mitume na manabii wanaijua ubora wake na utukufu wake. Miti hii, ingia katika Google utapata faida. Huu ni mmea ambao sasa tunataka tuuzungumzie. Mmea wenyewe ndio huu, nimetoka kuuchuma na nimepanda mimea hii, nimeupata kwa tabu. Mmea huu asili yake nililetewa na Mwarabu aliyekuja nikamtibia. Mwarabu huyu uzuri ya kutoka katika nchi za Kiarabu, yeye alitoka katika nchi za Ulaya. Mona bana, alitoka German. Nikamtibia katika matatizo yake, akaniambia Sharif, kuna huu mmea na kuagizia upande. Mimi nikaupanda, na mmea huu mpaka leo majirani na watu wa karibu wanapata faida na huu mmea. Huu mmea una faida kubwa sana. Majirani na watu wa karibu ambao wanakuja wanauchuma, wanaona mmea huu jinsi ulivyokuwa na faida. Na leo tutaonyesha kwa vitendo vipi mtu mwenye sukari anaweza akatumia mmea huu. Mtu mwenye sukari, mwenye maradhi ya sukari, anaweza akautumia vipi? Ndugu zangu wapendwa, hebu tujiulize, kwa nini sukari ni maradhi ambayo yanawakuta sana watu wenye pesa? Kwa nini sukari maskini wachache ndio wanakutwa na sukari? Kwa nini pressure ya kupanda na kushuka wanakutwa sana watu wenye pesa? Lakini kwa nini maradhi ya HIV yanamkamata tajiri, yanamkamata maskini, yanamkamata kila mtu? Kwa nini maradhi haya ya HIV kila mtu anakuwa nayo, lakini maradhi haya mengine yanakuwa yanasumbua watu wengi? Hapa pa kujifunza. Sukari ipo ambayo unaweza ukalogeshewa kwa kutupiwa, na sukari ipo ambayo automatically inatokana na asili yenu katika ukoo, maana yake umerithi. Ipo sukari ya kurithi, kama vile kilivyokuwepo kifafa cha kurithi, kama vile ilivyokuwepo uandawazimu wa kurithi. Yaani kuna watu wana magonjwa ya kurithi. Kama familia wana kichaa, basi chunguza, utakuta kile kichaa kwenye familia kipo. Ugonjwa labda wa kifafa upo, ugonjwa labda wa pumu upo, ugonjwa wa sukari wa kurithi upo. Sasa tunazungumzia sukari zote, iwe sukari ya kurithi, iwe sukari ya kifafa, iwe sukari ya namna yoyote ile, tunataka tuizungumzie. Ndugu zangu wapendwa, sukari ambayo inatokana pia na vyakula tunavyokula, haswa ndugu zetu katika mataifa mbalimbali ya Ulaya, Uarabuni, jitahidini kula sana vyakula vya chukuchuku. Ndugu zangu wapendwa, Wazanzibari huwa nawakubali sana, na ninawakubali katika mapishi. Usifurahikie wewe ukao unakula mimafuta rosti la kitanga lile likakuchanganya
ukasema hiki ndio chakula, unajiua. Hebu angalia, nilifuatilia juzi kati katika Masjidi Mtoro, pale Mtoro Kariakoo, darasa la Dr. bingwa kabisa Muhimbili, Dr. Janabi. Alikuwa akizungumzia namna ya asilimia kubwa ya vyakula vya wanga ambavyo watu ndio tunafuturu mwezi wa Ramadhani. Kwamba ukiangalia viazi wanga, ukiangalia si chapati wanga, ukiangalia si maharage nini maandazi wanga, ukiangalia si kumechanganywa mabiliani wanga. Yaani unakuta vyakula meza nzima vimejaa wanga na unakula ndani ya mwezi mzima. Sasa akawa anatoa darasa ni jinsi gani tunaweza tukaepukana na baadhi ya vyakula, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sumu taswihu, fungeni mpate afya. Sio tufunge tule sana tunenepe, sio tufunge tujaze miftari isiokuwa na faida. Maana yake mwezi wa Ramadhani unatakiwa upate virutubisho vitakavyojenga mwili wako na virutubisho vitakavyokupa afya katika mwili wako. Ndivyo tunavyotakiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana tukaambiwa fungeni mpate afya. Wako watu wanalalamika kwamba mimi nina vidonda vya tumbo sifungi, mimi nina sukari sifungi. Kuna sukari ya aina mbili, ya kutumia vidonge, ya kutumia na sindano. Mti huu aurako Musa, kwa uwezo wake Allah, hata kama mgonjwa alikuwa amelala taabani ICU, basi mgonjwa yule ukampatia glasi moja ndogo tu, acha kubwa, hii kubwa ni ya mfano, glasi moja ndogo tu, akanywa ile glasi, yule mgonjwa anapata tahfifu na ananyanyuka na Mwenyezi Mungu anamjalia. Na ana uwezo pia wa kutafuna majani haya asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni. Anachukua haya majani takriban kama 10 au 5. Uwezo wake yeye kutafuna tu, awe na glasi ya maji. Kama watu wanaweza kutafuna mirungi na wakaimaliza, unashindwaje kutafuna haya majani? Haya ni majani, ni mti wenye faida, ni mti wenye virutubisho, ni mti wenye neema kubwa mno. Tunakwenda sasa kwa mtu ambaye ana matatizo ya sukari. Atatumiaje mti huu? Wewe ambaye uko mbalimbali katika mataifa mbalimbali, unaweza ukatumiwa haya majani kama mmea katika DHL, na ukitaka kusagiwa utakuwa ni utaratibu mwingine, na ukitaka ya unga itakuwa utaratibu mwingine. Mimi nimechukua haya majani, mnayaona ya kutosha. Sasa tunaanza kwa vitendo. Wewe mwenye vidonda vya tumbo, nisikilize vizuri. Mwenye vidonda vya tumbo unaitaka kupona siku 5. Nisikilize vizuri. Mwenye sukari unaitaka kupona ndani ya wiki 2. Na chomela unisikilize vizuri hapa. Nimeshakata, nimeshanielewa bwana. Nimekata hiyo. Nakata tena, bismillah naweka, bismillah naweka. Nakata tena, bismillah naweka, bismillah naweka. Nakuja naongeza tena majani mengine yawe ya kutosha. Hii ni blender kama blender nyingine, ambayo blender hii ni kwa ajili ya kulainisha dawa zetu ambazo zenye virutubisho. Huu ni mmea kama mmea mwingine. Kisha nikishaweka hivyo, nachukua jagi la maji, naweka maji yangu kwenye blender hii. Nafikiri kila mmoja hapo anaona jinsi ninavyoweka. Nikishaweka maji yangu, kisha nafunga blender yangu. Lakini kabla ya kufunga blender, unaweza ukasogea hapo ukasoma Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا شفاء يا شفاء يا شفاء يا شفاء يا شفاء اللهم آمين. Tunafunga blender yetu hii sasa. Kama unafanya nyumbani kwako, ukishafunga blender yako, kisha tunaanza kusaga dawa yetu. Hapa tunasaga dawa yetu Auraku Musa. Ndugu zangu wapendwa, hapa dawa Beirau Ghar Mmea Auraku Musa ndio unasagika. Dakika zako chache mmea umeshasagika. Na ukishasagika mmea, sasa mmea huu kuna utofauti kwenye matumizi. Nataka hapa mnisikilize vizuri, kuna utofauti kwenye matumizi. Hapa tumeshausaga mmea wetu na umekolea vizuri kabisa. Tumeshausaga mmea wetu. Sasa huu mmea tunapousaga kwa matumizi ya aina mbili. Tunauweka kwanza hapa kwenye bakuli. Naona mambo yameiva kabisa. Binadamu lazima tupone. Hivi vitu lazima upone kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii mimea imewekwa kwa faida kubwa. Zamani kulikuwa hamna antibiotic ya nini, kulikuwa hakuna. Sasa kama wewe maradhi yako ni sukari, unaona mmea huu hapa sijauchuja. Kama maradhi yako wewe ni sukari, utatumiaje? Na kama maradhi yako wewe ni vidonda vya tumbo, unatumiaje? Sasa tunaanza kwa maradhi ya vidonda vya tumbo. Tanivumilia kidogo, muangalie. Mnaona glasi yote hapo ndugu waandishi? Nafikiri mnaiona glasi yetu jinsi dawa inavyokuja. Mnajua tumefunga tu mwezi wa Ramadhani. Mmea wetu tunauchuja mpaka tupate kile kinachostahili. Tukishapata kile kinachostahili, tuendelee na ratiba yetu. Na kazi leo ndio hii. Ndugu zangu, tunawafundisha kwa vitendo, kwa sababu hii miti na huu mti mimi nilioteshwa kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, jinsi unavyofanya kazi baada ya kuletwa. Na mti huu ulikatwa zaidi ya mara 3 na washirikina. Kama unavyosikia miti mingine, mti huu hakuna jini anayesogea, mti huu hakuna mshirikina anayesogea, mti huu hakuna mwanga anayesogea, mti huu hakuna adui yoyote anayesogea katika nyumba yako. Baada sasa ya kuchuja, hii nimechuja kwa ajili ya maradhi ya vidonda vya tumbo. Unatumiaje wewe mwenye maradhi ya vidonda vya tumbo? Na wewe mwenye maradhi ya kisukari utatumiaje? Naomba tusikilizane vizuri. Baada ya kuichuja, nimeweka kwenye glass. Maana tumepata dawa yetu safi. Hii ndio dawa ambayo sasa tumeipata safi kabisa. Juice moja maridadi kabisa. Dawa moja maridadi kabisa ambayo ukitumia
100%. Unapona kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Allah ndiye anatibu kwa uwezo wake na idhini yake. Hizi dawa ni sababu tu. Sasa dawa hii kwa mgonjwa ambaye mwenye sukari, anachukua glasi ndogo ya kikombe. Hii ni kubwa. Hii ni kubwa kwa sababu tunaonyesha kwa vitendo. Glasi ndogo ya vikombe. Akishachukua glasi ndogo, na kwa mchujiko huu, manake dawa nyingine iko humu kwa sababu tunashindwa kufanya kwa sababu ya muda wetu kwenye kipindi. Hii dawa unaijaza kwenye jagi kama hili. Alafu unaweka katika friji. Unaweka katika friji ipate ubaridi. Ukishaweka katika friji, asubuhi kabla ya kula chochote, baada ya swala ya alfajiri, kama Mkristo, adhana ya alfajiri inapolia, kabla ya kula chochote, chukua glasi ndogo ya maji au ya kikombe cha chai, unaweka hii, kisha unakunywa. Ukishakunywa utaanza kuona mabadiliko makubwa sana. Na baada ya wewe, kama ni mgonjwa wa vidonda vya tumbo, unachukua hivi, nafikiri mnaona, nusu. Ukishachukua nusu, hapa panapobaki unaweka maziwa. Chomela, kama unaweza kufungua friji, kama kuna maziwa nipe, nionyeshe kwa vitendo chini. Kama maziwa, unaweka maziwa, tuelewane vizuri, unaweka maziwa ya maji. Alafu unakoroga. Kama uwezo wa maziwa ya maji huna, kama hamna, basi unaweka maziwa, au ili jagi moja unaweza ukalitumia kuliweka maziwa. Dawa inakuwa nyingi, inafika dawa mpaka hapa, panapobaki hapa juu weka maziwa. Ukiweka maziwa wewe, kunywa kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Ukinywa dawa hii ya Auraku Musa asubuhi, mchana na jioni, ndani ya siku 5 utaanza kuona mabadiliko ya vidonda vyako vya tumbo. Hii dawa ina nguvu sana. Hii dawa kama ni mjamzito huruhusiwi kunywa, ila kama huna mimba unakunywa, na inasababisha upatikanaji wa mimba katika mwili wako. Auraku Musa tumeshaelezea katika matatizo ya presha ya kupanda na kushuka. Unakunywa kikombe kimoja asubuhi na jioni, lakini hakikisha ukiwa umekula, na ukishakula utoke jasho. Unakunywa hii dawa, alafu utakunywa maji ya kutosha. Shinda unakunywa maji ya kutosha. Auraku Musa kwa mtu ambaye katika familia anasumbua majini ya kupitiliza, mnachukua haya majani. Mkishachukua haya majani, mnayakata, mnayaweka katika sufuria. Mkishayaweka katika sufuria, nenda mkayachemshe. Mkichemsha, mvuke wa majani yake. Hakikisheni kama ni mwanamke mnamhudumia wanawake, kama ni mwanaume mnamhudumia wanaume, na kama ni mgonjwa mfungeni hata kamba mikononi, ili asije akapupuruka wakati majini yanatoka. Mnamfunga kamba vizuri. Mkishamhifadhi, anabaki na nguo ya kulalia. Tafuteni mafuta ya kitunguu saumu, mpakeni mwili mzima, alafu mfusheni hii dawa ya Auraku Musa na majani mengine kama anaweza, mpeni haya tafune. Na baada ya hapo, mkishamfusha atoke jasho. Anapotoka jasho, mkogesheni yale maji yake Auraku Musa, maji yake mkogesheni. Mtamkogesha kwa muda wa siku 14. Na baada ya kumkogesha kwa muda wa siku 14, yale maji yake ambayo tunayoyasema ni haya mnayoyaona haya ndo maji yake haya, weka kwenye ndoo ya maji. Ukishaweka kwenye ndoo ya maji, piga deki nyumba nzima kwa muda wa siku 3. Hakuna jini, hakuna mchawi, hakuna kibwengo, hakuna mshirikina, hakuna chuma ulete atakayeweza kuingia katika nyumba yako. Auraku Musa kwa wewe ambaye una nuksi, una hasadi, una kijicho, al-ainu haku, kijicho kinaua, ambacho kijicho hiko kinakukaa katika nafsi na katika akili na katika ubongo na kinavuruga mwelekeo wa maisha yako. Tumia Auraku Musa kwa kukoga asubuhi na jioni. Koga huu mmea asubuhi na jioni. Koga mmea huu kwa muda wa siku 7. Kama ulikuwa upati ndoa, kwa uwezo wake Allah utapata ndoa. Kama ulikuwa upati biashara, utapata biashara. Jamani, miti hii
iliombewa na manabii na mitume, rusula mubashirina wa mundhirina, manabii wenye kutoa habari njema na wenye kuonya, ambao katika manabii hao Mwenyezi Mungu aliwapa utukufu. Utukufu wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam ni mkubwa sana dhidi ya Firauni au Farao, na alimuonyesha mengi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laiti leo wanadamu wangepata ile fimbo ya Nabii Musa iliyobadilika kuwa nyoka, basi binadamu wangefanya miujiza mikubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu ana siri kubwa sana. Sasa hii miti, unapoambiwa kwamba mti huu una faida kubwa, usidharau. Wako watu wanalazwa mahospitali mpaka wanakwenda Apollo India, mpaka wanakwenda Marekani katika hospitali za kijeshi kutibiwa, lakini auraku Musa siri yake kubwa, inatibu magonjwa zaidi ya 70. Achana na 40 katika mwarobaini, inatibu magonjwa zaidi ya 70. Na ukitaka kulijua hilo, ingia katika Google. Mti huu umeelezewa mpaka faida zote, faida za mwili wa mwanadamu, faida za virutubisho. Mti huu una faida gani? Vyakula wenzetu wazungu Ulaya baadhi, mti huu wanaukausha na majani yake wanaweka katika vyakula ili kuleta kirutubisho cha chakula. Ingia hapo katika Google utauona. Ndugu zangu wapendwa, hiyo ndiyo faida ya dawa hii ya auraku Musa. Mwenye kuitaka dawa hii ataingia gharama. Utaingia gharama, namba zangu hizo hapo, nipigie ili upate faida. Subscribe YouTube yangu Sheikh Sharif Majini International. Subscribe YouTube zote hizi ambazo zinakurushia hapo kupata faida. Mwenyezi Mungu akubariki. Kama utakuwa una swali utanijia inbox katika namba zangu hizo za WhatsApp ili uweze kuwapata faida. Leo tulikuwa tunauzungumzia mti wa Nabii Musa, auraku Musa, Ghar Bayraud, ambao mti huu umezungumziwa kwa faida kubwa sana. Lebanon, Beirut, Damascus huko na manchi mengine ya Syria, mti huu wanaujua faida yake, wameutumia sana, wanajua mti huu faida yake. Hata Wahindi wanajua mti huu faida yake. Ndugu zangu wapendwa, kwa leo tutaishia hapa. Pata faida na mti huu. Utakapohitaji piga namba zangu za simu hizo, basi insha Allah tutajua namna ya kukusaidia kwa matatizo sugu ulionayo popote ulipo duniani. Alamsiki, naitwa Sheikh Sharif Majini International.